Go!
Baba wetu. Amina. Kile ndo bakawa ake ati ale na mbuja kwetu. Ila bali moto cha wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli ni baba yangu kabisa. Ni baba yangu kabisa. Huyu ndiye mchungaji aliyenikaribisha. Nimetoka Rugufu. Nikawa mshiriki wa Maranatha. Ni mengi amenielekeza na kunifundisha. Tupigie kwanza makofi. Ni baba mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunafika muda wa kukaribisha mkutano. Niombe yawezekana miongoni mwetu mko wachungaji ambao hawajatushiriki, wasimame ili waseme majina yao na kanisa ili tuweze kumkaribisha kama kuna ambaye hajatushiriki na siku zote hizi. Na ikiwa kuna mtu ambaye hajatushiriki leo ndio imekuwa mara yako ya kwanza, simama ili uweze kujitambulisha na tukukaribishe. Tunaenda na muda, tunaomba usimame mahali ulipo, macho yetu yako yanakuona kama uko mgeni wetu. Tunaomba usimame. Nianze na baba pale. Tasema jina na kanisa na state ambayo umetoka. Amina. Biblia tena hatujasikia sababu. Ningepatia baba pale maiki tena anza ili tusikie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina ninaitwa Sumaide Balo Eliazar. Na mimi nashiriki kwa kanisa ya hapa Methodist. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Unarudia tu kama mimi sijasikia chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Lazaro Aaron Apirko, natokea hapa Rongai. Natokea katika kanisa la Free Methodist Church. Nimefurahi sana kuungana na ninyi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu. Maike natembea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Lena. Niliama hapa Illinois last week. Niko na familia yangu, mama yangu na wadogo zangu. Tulikuwa nasali kanisa la Golgotha Grace Pentecostal Church. Na tunafurahi kujiunga na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Piga makofi mazuri sana. Mama pale. Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Maria. Niko hapa Rock Island. Niko naingia kanisa ya Ebeneza. Amina. Yuko mwingine ambaye amebaki wima hajasema? Karibu mama, ulikuwa chini. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Wa milele. Asante. Na mimi nimeitwa kwa jina la Juliana.
naolewa mimi ni mke wa Pastor Obedi aliyewasili. Kanisa letu linaitwa Mito ya Baraka. Amen. Mito ya Baraka. Sawa, kule kwetu nyumbani sisi ni wa AC, ila huku tunaitwa wa IFC. Lakini na mimi nimeshukuru sana kuja kushiriki nanyi katika siku ya leo. Amen. Na Bwana atubariki. Amina. Mama, simama hapo na maike. Nyuma yako kuna mtu ambaye tunataka tumkaribishe japo hajasimama, naye pia ni mgeni wetu. Dada Ana, unaweza kusimama usalimie mkutano. Anaitwa Prophet Ana, ni mtumishi wa Mungu. Leo tunamwona amekuja kutushiriki. Sema jambo moja kwa ajili ya mkutano wa kujua. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Oh, amen. Ya, kwa majina na mimi ninaitwa Nabii Ana. Naishi hapa Iowa Therapy. Nimepata mwaliko kutoka kaka yangu mtumishi wa Mungu pia nabii. Ninashukuru sana kwa nani hapa kwa siku ya leo, na Mungu apate kuwabariki nyote. Amina. Amina. Haleluya. Basi wageni wetu watakaa na sisi tutasimama kama taratibu. Bale na machima maitomona emonga sao ya mjula benuta ibada mibalo pakochula bale na machima maitomona tata emonga sao kidogo. Kuna watu muhimu ambao nimewaacha. Mkutano wetu tuko na walimu wawili ambao tunawapenda sana, nao pia tutawakaribisha miongoni ya wageni ambao tuko nao leo. Niombe kwa heshima mzee wetu Papa ungesogea hapa, na mwalimu wetu mpendwa naye pia watasalimia mkutano. Ingawaje mwalimu mmoja na muda, lakini tuwakaribishe tena. Hawa ndio wazazi wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni mzee. Nilianza hii kazi mwaka wa 57 hadi sasa tungali naye. Na kwa majina naitwa Madaki. Nafurahi sana kuwa pamoja nanyi, mutuombee ili tudumu na kufa katika kazi hii. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitajitambulisha kwa sababu nitasimama tu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na mgeni mwingine ambaye hatujawahi kushiriki naye kwenye mkutano huu wetu, ambaye ni yeye alikuwa kiongozi ya kina mama wa wana wa manabii pale kambini ya Rugusu. Huo ndio mkutano wake wa kwanza kutushiriki tangu atoke Afrika. Ningeomba aseme neno moja kwa ajili ya mkutano. Mama Rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Yesu litubariki sote. Amina. Sawa, nimeshukuru. Na mimi kwa majina naitwa Rehema vile Isaya. Ni kweli hii ndio mara ya kwanza kushiriki nanyi katika mikutano ya wana wa manabii. Mimi nimetoka katika kambi la Nyarugusu. Mimi nilikuwa kiongozi wa wana wa manabii pale kambi la Nyarugusu. Vile vile nilikuwa kiongozi wa maombi chumba cha kisima cha Leli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimewapenda sana kusanyika na nyinyi katika mikutano yetu ya wana wa manabii. Jina la Bwana litubariki sote. Amina.
Emoja asa oyamugula benuka pelo Ibabe ibamo batuchura Bale majina maizomona Emoja asa oyamugula Emoja moja mbili tatu. Karibu na Mungu awabariki pamoja nasi kwa jina la Yesu. Moja mbili tatu. Jambo la ndugu na Mungu awabariki pamoja nasi kwa jina la Yesu. Moja mbili tatu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nichukue dakika mbili tu, mwangalia hata kwenye masimu. Nichukue dakika mbili, sitaki kukawia. Niombe mama mwenyekiti, simama dada Tando Bichundo kwa ajili ya kusalimia mkutano. Wana manabii. Yule ndiye mama mwenyekiti makamu wa wana wa manabii. Katibu, simama watu wa kuombe, watumishi wa Mungu. Tuko na katibu wetu pale. Tuko na katibu msaidizi kama yuko hapa, asalimie mkutano. Amana. Tuko na washauri wetu, wanaweza kusalimia mkutano. Tuko na washauri wetu, mzee wetu Mada ya Kitale, Sigara Levika, tuko na Danika ya Bala. Amen. Tuko na Amina. Tuko na president wa protocol ambaye anasababisha tumbo zetu zicheze vizuri. Ungesimama usalimie watu wa Mungu. Tuko dakika mbili Chanel, sitaki kukauza. Tuko na shemasi wetu wa wana wa manabii Sibana. Barikiwe sana. Shemasi, unahitajika huku au unahitajika? Tuko na mama ambaye tuseme analea, ambaye amebeba huduma hii katika kitengo cha miradi ya wana wa manabii. Anaweza akasimama mama maendeleo, lakini pia yuko na mwenyekiti wake makamu. Anaweza kusalimia mkutano. Amen. Tuwe ndo mama maendeleo pamoja na mwenzake hapa dada Rema bila mama Abe Changi bwa. Tuko na mchungaji na wetu hakufika. Tunashukuru, na wale ambao nitakuwa nimewaacha basi tujue kwamba muda umetupiga. Abe Changi wema. Basi karibuni sana wapendwa. Na hiyo ndio kamati ya wana manabii. Usiponiona mimi, muone dada Tando, muone kuna mtu nilikuwa nimeacha, umefanya vizuri. Mchungaji Justin, unaweza kusimama. Amina. Wawaka suti tatatu mwisho hiyo leo. Mama anasimama mwana wa wakati. Yule anasimamia idara la injili katika kitengo chetu cha wana wa manabii. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu atubariki. Amen. Mama shemashi na kuomba, mimi ndio nakuomba. Acha begi lako huko. Mwana wao sasa ndio tena ujumbe. Baba nje.
umone owe achi sana tabata kiwa makuya kwa hiyo owe achi ngama acha ngahamo akika ngahamo na ngama tacha ngahamo ana ya watu tu ali achindika. Nashukuru. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana lipewe sifa. Tuko katika kipindi cha ushuhuda. Lakini katika ushuhuda wetu baadhi ya wengi wanasema ni ushuhuda abetu wengi. Alikufanya nini hajatuambia. Mimi nitashuhudia tu kwa wimbo. Mungu atelete. Ashio ukitela wiki ta heshima nyingi. Lakini wimbo unapoimbwa unachukua hata dakika 40. Sasa tukitizama hapa kuko karatasi 4. Na saa iko na dakika 20. Utakuta nyimbo 3 ibada yote inamalizika. Kwa hiyo tutawaomba kanisa. Je, tutaruhusu wote waimbe kulingana na mila zetu na tulisema ule mlango usifungwe? Hebu niambieni. Nyie ndio wanaomba nyimbo, nyie ndio mtana na ushuhuda, na nyie tena ndio mtaenda kazini. Ila katika lugha ya Kimongo inasema kwamba la charité bien ordonnée ça commence avec soi-même. Na mimi pia nitatoa ushuhuda wangu, hata kama wewe usijakuita mimi nikutangulize, kwa sababu mimi ndio niko na chote hapa. Abe changi. Amina. Katika maisha yangu kuna vitu ambavyo sitavisahau, viwili ambapo vilinifikia hapa Marekani. Na zote safari mbili huwa tunakuwa na mke wangu kwenye msafara. Na ni matukio ambaye yananiachaka kudumbukia makaburi bila kuumwa, bila kuwaga, bila kusema hata kama mshuko kuyaki. Tuko kuliliki abikuwaki kwa muda. Safari ya kwanza ilikuwa mwaka wa 2019, tunaenda Colorado. Mzee Amani alikuwa na tawa. Nikapata message, mlibingi yuko hapo. Mke wa mzee nini yuko hapa, nilimwona jana. Sababu tunalapikwa nilimwona hapa. Mke wa William yuko hapa. Tumepata mwaliko ya kwenda kutoa mzee Amani kule. Nilikuwa na gari langu la watu 8 la bonga. Nikajaza lote watu. Wa vijana wakaniambia, mzee unataka niachane ongea kushile, tutakusindikiza. Wa vijana wakachukua usukani kutoka Michigan kufika kwa mzee Amani masaa 19. Tukaanza kufanya tuko kwenye maeneo ya Nebraska na zani kule. Wa vijana wakachoka. Wakaniambia, mzee tuchoka, usitoke aibu kwanza. Tutamkupunguza. Nikachukua gari. Kumbe wao walisa wamemaliza isansi, tunabakia siku kamiti kamoja tu. Bila kuniambia kwamba isansi mzee toa isansi. Mimi kusema pale kwenye isansi inanipa pale hivi. Na tuko kwenye mashamba, kuna kwa mashamba hapo. Hali bibanga dao wema tuna Nebraska ya Colorado. Hali bibanga dao bula hao ya jana. Kwenye kuna watu.
tupatie gari yenyewe na sasa hapa tutapata essence kwa kile. Nikwambia kijana wewe, kumbe weka map ya kupata essence. Kijana kanaambia iko kama vile maili 5 hivi tutapata essence hapo mbele. Sawa, weka hiyo map. Niko mspidi kwa kweli. Neno gari kokota ya kile mzee, hebu nikaacha traki mbili nyuma yangu, nikazipita. Yeye mlikuwa na mape ni kijana, yuko alikia mape kwenye simu yake. Kwenye tulitokea, amesahau kuniambia ile exit yenyewe tutatokea. Nilishapita kama hapa na barabara. Je, mzee uibele atasika exit yao. Tuko mayo. Sitageuza tena gari hivi. Nikaona kwenye retrovisor yangu zile traki ziko mbali sana. Hapa katikati ni gari langu na traki, hakuna gari nyingine. Nikasema la hizo tu anyamasa na leo ndio bilo ili ni bakasisi kalori tukali hivi. Niko na route traki na zenyewe ziko speed za ajabu. Nilikuja hivi. Mwingine la hamu ya exit. Nikaja na gari yangu ni manyuma. Ninataka kukunja sasa niingie hapa ili nitoke. Kumbe traki ya kwanza ilikuwa napita na yenyewe hapa. Nilisha geuza na wili kama hapo mwingine na traki wangu. Angela traki kabisa. Wana mbwana. Utako tutuko ni mtu atoko dia ile msu. Nilisikia tu mara moja upepo kabisa. Hapo simama tena kuona kama nataka kuingia. Na nilikuwa natia jikateni kabisa kuonyesha pale mwingia. Nikapika alikuwa sio mimi. Yaani anapika breke ya hali hapana ni wote. Na kinyao kichwa changu kiko hapa. Na kinyao kinanipita hapa. Kichwa changu cha gari mkono ulikuwa kama hapa. Kuna mke wangu watu ndani mgari. Wale ngona mwangu mbele na kia niki huko. Tukasema tuwao. Hapana Yesu tuwao. Akapita. Kumbe huko hili nyingine kati ya pili kumbe wanafuatana. Na MNS sio ile barabara. Na yeye sijatikisika pale nilipo. Naye akaacha gari langu hapa, akanipita hapa hivi. Yeye alikuwa kwamba mimi na uwana. Huyu mwenyewe alienda huko. Naye kufika pale mbele akasimama. Mimi nikamfungua mlango wa gari nitoke nione kinini kama nikugusa. Anaanza kutungulia kwenye dirisha lake, akaona pale leo, akaosha gari lake, akajiendea. Nilipofika Colorado, shuhuda nilitoa, wakizani wale walikuwa mashahidi wangu, nilisema hii Colorado. Sitasahau ile siku hata siku moja. Sababu ilikuwa siku yangu kufa na mke wangu, na ule kijana wangu, na wajana wengine, watu 8, inabidi niwe. Kwa hiyo ni siku yenye sitasahau. Ya pili, tulisikia kuna binti moja alifariki na mume na mke na watoto Amarillo, Texas. Tukaenda tena na familia hadi mpaka Texas kumzisha. Tukafanya maziko. Tukarudi ilikuwa Jumapili tukirudi. Tulikuwa na mke wangu, ilashi kuwapa na hermano mwingine kijana wangu. Tuko pale ndege yetu
tutaenda ipandia Dallas na saa 7 ndio tutaingia Mugari. Saa 5 tukapata message ya kusema wamesogeza tena mbele hadi mpaka saa 9. Tukasema kama twende tukasubiri kule uwanjani pale Texas. Kutoka pale Abilene kwenda Dallas ni masaa mawili. Tukasubiria pale. Tuko njiani tena wanasema itakuwa saa 12. Tatizo nini? Hali ya anga sio nzuri. Ilipofika saa 12 tukaingia ndege. Ndege yetu ilikuwa kutoka Dallas Chicago. Bili mtu mwana ma YouTube ni bantu aita bino. Bichongea bitumuli. Kutoka Texas, Dallas, Chicago ndege inafanyika masaa haya mawili tu. Tuko njiani angani. Kumbe shoferi yeye alishajua hali si nzuri, alishamtelefone. Hapana utotaka Chicago hali yaso, hapana siwele mama. Hapana hopu mtanja. Na kwani kufungua dirisha, hapana kuona kilikuwa hapa nje. Ukiona chini, hata hiyo wenge. Ora pop na simu hadi hapo ni. Sisi tunajua tunaendelea tu, hatujui kinachoendelea. Yule pilot akaona le anitende, akamwambia wafanyakazi wake essence yao ubilikira mkuu wake mkuu. Tulinao ni machi na mlashi kwa sababu bado yule mama wa ndege akasema kama mliona kuna kawia hivi hali ya hewa kule chini Chicago wametukataza tusiku na essence imekaa huko. Kwa hiyo kila mtu aombe Mungu wake. Mke wangu alikuwa kwenye kiti cha mbele kama vile viti vitatu mbele yangu. Nikawa wao watatu walikuwa kiti kimoja. Mke wangu na mlasi na ule kijana wangu. Mke wangu akamuuliza, "Kwatenda vile tata?" Batenda kila mtu ayi yake au ndio Mungu tawele essence abu ama na kule ndole. Ta ule ni watu ngoko chama no ai ndiyo kwa station yao. Mke wangu alikuja kuniambia nyuma. Ameniambia kwamba aliomba Mungu kwamba Mungu ndio wao tubekela tala ube esha na tala lisemo petroli kuju mboka kwa wangule baba wao esha na tala lite kolo na ule mama ule achwa response Josephine bamo esha na tala lisemo petroli mpaka kusuko koloko. Mke wangu aliomba hili dua. Tolo esha no Mungu o essence o petroli isili mitala hapo esha mpaka roheni. Ayo anvyo angekuona eteleki miujiza. Tulikuja kustuka tuko hapo Rockford. Tunakuja kuona nimo iwekea tala hiyo usile hangu. Imone iwekea tala hao. Mitukali ile hapo ya maanyama haki na haki ile ya ngaba ile kuchinya ilikuwa kama vile 20. Mpaka baada kile ni ajabu hula asili ile. Abatangi. Lakini Mungu wetu tena alituponya. Jina Bwana libarikiwe. Watu wa essence, gari za essence zilikuwa zishakutwa pale bakizima moto kama vile gari 20, mapolisi walishakuwa pale. Yaani walikuwa tena hawanategemea kwa vile ndege itajema na usalama. Lakini kwa maombi yenu mnayoomba usiku mbele ya kulala, maombi yako, maombi inafanya kazi, sio kama ifanye kazi, inafanya kazi. Kwa hiyo tukanusurika, wakajaza essence. Baada ya kujaza essence
wakaambiwa Chicago kwamba kuisha kuwa sawa, njoo mshoro au wajao. Tukaruka tukaenda Chicago. Twalolala Chicago mpaka ngirungi na satina changu hali yangu ya mbele iko na Mungu. Jina bali barikiwe. Haya matukio mawili sitasahau mpaka mbali la kunguru Mungu wa kula. Kwa hiyo baada ya hapo nitaingiza Mbinge, naye ndio alikuwa wa kwanza kuomba shukrani zake mama Mbinge. Nitashukuru. Karibu mama Mbinge. Maombi mkiomba mbele la akileta aji samba mbili. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Sitakosa kumshuhudia Mungu. Hii ambayo tunatoka kusema hapa ndio safari zetu. Wahudumu wote tunajua. Kwa mwaka mzima tuko naenda tunarudi, tunaenda tunarudi, sio jambo la kawaida. Mimi napata na dereva mmoja. Kuna mara tunatembea masaa 10. Ni muujiza. Ni muujiza. Mimi naona kwa niaba ya hili kundi la Mungu hatujapata janga lolote. Ni muujiza. Amen. Becha